Balozi 16 za nchi za Magharibi zaitaka Tanzania kuruhusu uchunguzi huru wa matukio ya Oktoba 29. Miongoni mwao ni ubalozi wa Uingereza, Canada, Norway, Uswizi, Ubelgiji, Denmark, Ufini, Ufaransa, Ujerumani na ujumbe wa Umoja wa Ulaya. Katika taarifa yao, wameitaka serikali ya Tanzania kutekeleza ahadi zake za kimataifa za kulinda haki za msingi, ikiwemo haki za kikatiba za kupata taarifa na uhuru wa kujieleza kwa Watanzania wote. Na wameitaka pia serikali ya Tanzania kuachia huru wafungwa wote wa kisiasa. Kwa upande mwingine, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito kwa serikali ya Tanzania kufuatia ripoti za ukiukwaji mkubwa wa mfumo na haki za kibinadamu baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inajumuisha tuhuma za mauaji ya kiholela ya mamia ya watu, kutekwa nyara kwa nguvu na kuwekwa kizuizini kiholela kwa maelfu, hususan waandamanaji, viongozi wa upinzani na wanaharakati wa kiraia katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, hapo jana ubalozi wa Marekani walisema kuwa wanatathmini upya uhusiano wake na Tanzania. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani imesema kuwa licha ya uhusiano wake wa muda mrefu uliostawi kati yake na taifa hilo, hatua ya hivi karibuni ya taifa hilo imezua wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa uhusiano wao. Kwa upande wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, katika hotuba yake na wazee wa Dar es Salaam, alisema kuwa hao wanaotoka nje wanadhani bado ni wakoloni wa Tanzania. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia.